Jahazi TV. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Jahazi TV. Karibu katika Amka na Jahazi, kipindi kinachokujia kila siku kwa ajili ya kukupasha habari mbalimbali za yaliyojiri kwa upande wa magazeti. Bila kupoteza muda, tuanze na gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi ashiriki mazishi ya mama wa mkuu wa mkoa, ambapo hapa ameandika rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Hussein Ali Mwinyi akiweka mchanga katika kaburi la mama mzazi mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Kasisian Gallos, ambapo hapa tunaona katika picha rais wa Zanzibar akiwa anashiriki katika mazishi. Lakini pia mapinduzi awamu ya pili yatengenezwa upya, operation ya ZRA ya baini ukwepaji kodi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Lakini wafanyabiashara wanakwerekwe watakiwa kuhamia soko la Mombasa. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 3. Iran Marekani kuendelea na mazungumzo Geneva. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 9. Hii ni habari ya kimataifa. Lakini pia hapa ameandika ni Ramadhani ya 6 mwaka 1447 Hijiria, mwaka wa Kiislamu huu. Serikali itaendelea kukabiliana na changamoto za vijana, naibu waziri asema hayo. Habari hiyo pia utaipata katika ukurasa namba 2. Hili ni gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo. Na sasa tuhamie katika gazeti la Mwananchi. Kilio cha wanafunzi wahitimu kwa waajiri. Kila mwaka maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati humaliza mafunzo yao na wakiwa na vyeti mikononi, lakini mioyo ikiwa na maswali mazito: wataingiaje kwenye soko la ajira bila uzoefu wa kazi? Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Ni kuhusiana na namna ajira zilivyokuwa changamoto kwa vijana wengi wanaohitimu masomo yao. Lakini pia maswali tata, mkutano uliomng'oa Lipumba, ni mchakato wa uchaguzi wa mwenyekiti wa CUF na viongozi wengine. Sintofahamu yaibuka utekelezaji wa maendeleo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mwenyekiti mwenyewe ajibu. Ambapo hapa na nukuu, kisheria si lazima ofisi ya msajili ihudhuria, lakini taarifa ya mkutano walitoa. Taarifa yao ilikuwa ya ghafla na nilikuwa Dodoma, ndio maana sikuhudhuria. Sisters News, msajili msaidizi wa vyama vya siasa amesema hayo. Lakini teknolojia sasa kubaini vigogo wa dawa za kulevya. Habari hii pia utapata katika ukurasa namba 3. Mchuano Jamhuri ilusu kuongezwa kwa ushahidi upya. Habari hii pia utapata katika ukurasa namba 5. Mapito ya Zuena, dereva bajaji da Zuena ni mwanamke ambaye anajipambana na biashara tofauti kwa muda mrefu akilenga kuimarisha zaidi maisha yake. Habari hii pia utapata katika ukurasa namba 16. Haya, lakini tukihamia katika gazeti la Majira, makubaliano ya kihistoria yafungua milango ya mtaji. Sasa wachimbaji wadogo wawezeshwa mitaji kufuatia makubaliano ya CRDB na Tume ya Madini. Waziri Mavunde asema ni utekelezaji na maendeleo ya Rais Samia. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 4. Dr. Mwigulu azindua sekondari mpya ya Sanya, ambapo hapa amezindua shule hiyo ya sekondari Sanya ambayo ni bweni lililojengwa katika kijiji cha Leremeta, wilaya Longido, Arusha kwa gharama ya shilingi bilioni 1.23. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Lakini pia naibu waziri aagiza taka zitumike kama malighafi, ambapo hapa amehimiza wananchi kuyatumia madampo kukusanya taka ili zitumike kama malighafi pamoja na kusafisha mazingira. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 4. Lakini Ulega atangaza neema kwa wahandisi vijana. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 4. Dr. Mwigulu akagua mradi wa maji. Lakini pia DC Mpogolo ahakikisha FCC ushirikiano wa karibu. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 3. Mashambulizi ya Urusi yaathiri nishati na reli kote Ukraine.
Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 19. Hii ni habari ya kimataifa. Kuzungumza fursa za muungano badala ya changamoto kunajenga imani kwa wananchi. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 10. Na nikimalizia na gazeti la Tanzania Leo, mapato ya TFS yapaa yavuka lengo kwa bilioni 13. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS umeendelea kuonyesha ukuaji mkubwa wa mapato baada ya kukusanya. Habari hii inaendelea katika ukurasa namba 2. Katambi aonya wasiofuata nchi kupitia mitandao. Mbunge wa Shinyanga lakini pia kupitia Chama cha Mapinduzi Padros Katambi ametoa onyo kali kwa watu wa makundi. Na habari hii utaipata katika ukurasa namba 2 kuhusiana na wanaochafua nchi kupitia mitandao ya kijamii. Lakini Rais Samia achochea mageuzi madini. CRDB tume ya madini yaweka historia. Songwe Gold familia yapokea mikopo bilioni 50. Utashi wa Dr. Samia wa mkosha Mavunde. Haya, habari hiyo utaipata inaendelea zaidi katika ukurasa namba 3. Lakini serikali yatoa bilioni 8 kujenga kituo cha umeme Imalilo. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 3. Bilioni 200 za Samia kushusha neema kwa wahandisi vijana. Waahidi kazi zawadi Ulega asema. Habari hii inaendelea katika ukurasa namba 3. Rais Samia mpongeza GA. Habari hii ni ya michezo lakini utaipata katika ukurasa namba 16. Hivyo ndivyo nilivyohitimisha kwa gazeti hili la Tanzania Leo, lakini pia kwa upande wa kitaifa na kimataifa kufuatia kwa magazeti niliyokuwa nayo hapa mezani. Nikiamia katika upande wa michezo na burudani, Zanzibar Leo michezo wameandika Dr. Samia awapongeza Gay Dindai kwa ushindi wa Diego Marathon. Habari hii inaendelea zaidi katika upande wa michezo na burudani katika gazeti la Zanzibar Leo michezo. Jobu azungumzia ushindi dhidi ya Namungo. Hii pia ni kufuatia kwa mechi ambazo zinaendelea baada ya kuibuka ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Namungo, ambapo hapa nahodha msaidizi wa Yanga Dickson Jobu amesema ushindi huu ni muendelezo wa mapambano yao kati ya michezo uliopo na michezo inayofuata. Lakini katika upande wa kimataifa, practice Bea Mule kocha mpya Esperance ya Tunisi hii. Haya, hivyo ndivyo ninavyohitimisha gazeti la michezo la Zanzibar Leo. Spoti Tanzania Leo ikiwa ni Jumanne Februari 24, kocha Simba ataka mabao zaidi. Sterling agusa nyasi ikipita miezi 9. Lakini pia beki Yanga apata shavu Lituania, ambapo hapa tunamuona katika habari picha beki wa zamani wa timu ya Yanga Princess Noel amejiunga na MFA akitokea katika spoti ya Uturuki. Akizungumza na kujiunga na timu hiyo, ameshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia wachezaji na marafiki, kocha pamoja na wataalamu wa mazoezi na changamoto. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa Spoti Tanzania Leo. Ni maendeleo makubwa sana. Lakini pia kula tano Rais Samia mpongeza wa Tanzania wanaomba kujitokeza kumpokea leo KIA. Habari hii pia utaipata katika habari za michezo. Lakini Yanga Sports Club yaipiga hesabu JKT Tanzania. Nikimalizia na habari ya kimataifa, Ronaldo aamua kubaki Uarabuni. Habari hii pia utaipata katika gazeti la Spoti Tanzania Leo. Majira upande wa michezo, Rais Samia wapongeza wanariadha Gay Dindai, lakini wapeperusha vyema bendera Tanzania kuwasili nchini leo. Lakini kocha Simba Sport Club wapania kuzoa pointi 9. Haya, hii ni michezo inayoendelea ya soka huko Tanzania bara. Gazeti la Mwana Sport nikiwa nahitimisha, Baka pale mbele ni acheni mastaa waanza kumpa mzuka. Habari hii utaipata
katika kurasa za michezo. Lakini pia Pedro aja na lingine, amgusa pia Okello anavyocheza. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa michezo. Hisia zangu, hapa tunamuona Edo Kumwembe katika habari picha. Ukitaka kufahamu hisia zake ni nyimbo, hadithi, habari au maisha yake, fuatilia gazeti hili la Mwanasport. Lakini Davido ajichomoa, habari hii utaipata katika ukurasa namba 17. Amejichomoa kwenye nini? Kinyang'anyiro ama msikie Milna, ambapo hapa ni 654 idadi ya mechi alizocheza James Milner kwenye ligi kuu ya England na kuweka rekodi. Habari hii utaipata zaidi katika ukurasa namba 19. Hii ni habari ya michezo kwa upande wa kimataifa. Lakini pia Agnes Palacio, nyota Yanga Princess aliyegeuka kilimo. Habari hii inaendelea katika ukurasa namba 12. Nimehitimisha hivyo kutokea katika gazeti hili la Mwanasport, lakini pia katika magazeti yote yaliyojiri kwa upande wa kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Usikose kusalia nasi kwa ajili ya habari nyingine pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea, ambapo hapa tutatuma darasa mbalimbali kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Salia nasi, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa ajili ya kuwa mwana familia wa Jahazi TV. Mimi ni Zaituni Juma, shukrani kwa kuwa nami. Asante na nikutakie asubuhi njema. Jahazi TV.